Karibu katika video ya 18 ya application ya Schoology. Katika video hii tutaangalia namna ya kutunza taarifa za muhimu za wanafunzi. Ni kwa nini unahitaji kutunza taarifa? Unahitaji kutunza taarifa kwa sababu wakati mwingine unaweza kuhitaji taarifa wakati ambao umeme hamna. Lakini taarifa hizi zikiwa katika makaratasi, yani hard copy, unaweza kurejea na kuzipata. Na wakati mwingine inaweza ikatokea hitilafu ya kompyuta ambayo inatumia application hii. Hiyo ikasababisha kuchelewa kupata taarifa ambayo ulitaka kwa wakati. Lakini vile vile katika taarifa za kidijitali ni salama zaidi kuzitunza kwa njia zaidi ya moja ili kuhakikisha zinapatikana wakati wowote zinapohitajika. Kuna taarifa aina 3 ambazo unapaswa kuzitunza nje ya application hii. Taarifa ya kwanza ni taarifa ya usajili wa mwanafunzi mmoja mmoja. Taarifa ya pili ni kitabu cha usajili wa wanafunzi, admission book. Na taarifa ya tatu ni matokeo ya mitihani ya wanafunzi. Sasa tuanze kuona jinsi ya kutunza taarifa ya usajili wa mwanafunzi mmoja mmoja. Baada ya kuifungua application yako namna hii, utaenda sehemu ya mkuu wa shule. Na hapa utashuka kwenye kipengele cha reports. Utaklik button hii iliyoandikwa individual students details report. Baada ya kuklik button hii itafunguka form ambayo ina taarifa zote za mwanafunzi husika za usajili. Hapa juu ni picha yake. Sasa ngoja nitafute mwanafunzi ambaye ana picha. Kwa mfano mwanafunzi anaitwa Joel. Huyu hapa, picha yake imetokea, na upande wa kushoto ni taarifa za mwanafunzi. Upande wa kulia wa hii form kama unavyoona ni taarifa za mzazi au mlezi wa mwanafunzi. Na chini hapa kuna mistari wazi kwa ajili ya kuandika taarifa yoyote ile kwa mkono, iwapo kuna ujumbe wowote ule unatakiwa kuandikwa kwa mwanafunzi huyu, kuhusu mwanafunzi huyu kwa mkono, basi sehemu hii baada ya kuprint hii form unaweza kuandika kwa mkono. Kwa hiyo unahitaji kuprint form hii kwa kila mwanafunzi na kuzitunza kwenye mafaili ya mwanafunzi mmoja mmoja. Kwa hiyo wakati wote faili lake linapochukuliwa na kufunguliwa, taarifa zake za usajili zinapatikana ndani. Lakini taarifa ya pili ni kitabu cha usajili. Utaklik button iliyoandikwa admission book. Itafunguka kitabu cha usajili wa wanafunzi. Mpangilio wa kitabu hiki jinsi ulivyo, upande huu wa kushoto ni taarifa za mwanafunzi, na ukiscroll kwenda upande wa kulia ni taarifa za mzazi. Kwa hiyo column ya kwanza hapa upande wa kushoto inaonyesha namba za wanafunzi kama ambavyo wameingizwa katika application hii, na upande wa kulia column hii pia inaonyesha namba ya wazazi kama vile ambavyo wamesajiliwa. Kwa hiyo namba moja, mwanafunzi namba moja hapa, mzazi wake ni namba moja pia upande wa kulia. Kwa hiyo baada ya kuprint hizi ripoti, upande huu wa kushoto utakuwa ni ukurasa wa mbele na unaofuata upande wa kulia utakuwa ni ukurasa wa nyuma ambao una taarifa ya mzazi. Taarifa nyingine ya tatu ni matokeo ya mitihani ya wanafunzi. Kama tulivyokwisha ona katika video zilizotangulia jinsi ya kuandaa matokeo. Unapoprint matokeo ya mwanafunzi mmoja mmoja, hayo yanaweza yakatunzwa katika faili la mwanafunzi. Na unapoprint mkeka wa matokeo, huu unaweza kuwekwa kwenye mafaili na kutunzwa pia. Kwa hiyo taarifa hizi tatu ni za msingi na ni muhimu kutunzwa katika karatasi, yani hard copy, ili kuweza kupatikana wakati wowote zinapohitajika. Katika video inayofuata tutaona namna ya kuwapandisha wanafunzi madarasa kila mwanzoni mwa mwaka mpya.